Barton Magira, ni afisa biashara, nipo katika soko kuu la Mwanjero. Ndio wa maafisa kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji umetunufaisha sisi kama viongozi wa soko la Mwanjero pamoja na wafanyabiashara katika soko hili. Moja, wametupa elimu kuhusiana na namna ya kutumia vifaa vya zimamoto na mfumo mzima wa zimamoto, lakini pia wameweza kukagua hata sehemu ambazo zinatumika kuzimia moto na kutushauri kitu gani cha kufanya. Lakini pia wameongea na wafanyabiashara, hasa mamalishe ndio wamewapa elimu zaidi namna ya kuzima moto, kwa sababu sasa hivi mamalishe waliopo kwenye soko kuu la Mwanjero wanatumia majiko ya gesi. Kwa wamejaribu kuwafundisha namna moto unavyoweza kutokea na namna ya kuweza kudhibiti kwamba moto wa gesi hauzimwi kwa kutumia maji, bali unazimwa kwa kutumia kitu kikavu kizito kama blanketi, kitu chochote kile kizito. Lakini tumenufaika sana, tunawashukuru sana watu wa zimamoto. Elimu kubwa ambao wametupa, pia wametupa namba ya mawasiliano kwamba pale moto utakapotokea ambao hatuwetu kwa udhibiti sisi, ni kwamba tutoe taarifa kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupitia namba 114, nao watafika kwa wakati na kuweza kupambana na moto. Ni afisa habari msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya. Leo tupo katika soko la Mwanjero na lengo kubwa ni kufanya ukaguzi wa kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto sambamba na utoaji wa elimu. Tumeweza kutoa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto kwa mamalishe katika soko hili la Mwanjero. Na lengo kubwa la kutoa elimu hii kwa mamalishe ni jinsi waweze kukabiliana na majanga ya moto yanapotokea, kwa sababu sasa hivi asilimia kubwa ya mamalishe na mamalishe wanatumia nishati safi kwa ajili ya matumizi yao ya upishi. Hivyo basi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tunajukumu la kutoa elimu. Amani Mwailongano ndiye mwenyekiti wa soko la Soweto. Labda nishukuru sana kwa ujio wa wenzetu wa zimamoto na niwashukuru kwa kutoa elimu kwa ufasaha. Naamini sehemu zote tulizotembelea, hasa wenzetu wa mamalisha ambao wanatumia moto muda mwingi, wameweza kutuelewa. Lakini pia ni washauri wafanyabiashara wengine wa kwenye vyumba, wa kwenye vibanda mbalimbali, at least kila mmoja angejitahidi kuwa na fire extinguisher, hasa wenye vyumba hivi, vyumba vya tofali, ingeweza kusaidia kwa mmoja kuwa na fire extinguisher kwenye chumba chake. Lakini pia nishauri hawa watu wa fire extinguisher wajaribu kutembea mara kwa mara kwa ajili ya kukumbusha kwenye hili zoezi la namna ya uzimaji wa moto au namna ya kupambana na moto. Jina naitwa Daudi Joram, katibu wa soko la Soweto. Kwanza nawashukuru sana kwa ujio wenu, nawashukuru serikali kwa ujumla, na ila na washauri wafanyabiashara wao wanajaribu wawe wepesi sana kupiga namba tuliopewa na zimamoto ambayo ni 114. Nadhani tatuwakilisha kirahisi na watafika kwa wakati unaotakiwa. Nawashukuru sana kwa kushirikiana nasi. Nashukuru pia kwa elimu mliotupa. Naomba tuendelee kushikamana. Leo tumetembelea katika soko la Soweto ambapo tumepata fursa ya kuongea na mamalishe na babalishe jinsi ya kujikinga na majanga ya moto na jinsi ya kutumia nishati safi, ambapo sasa hivi ndio kauli mbiu au ndio kampeni ambayo inaendelea katika mkoa wetu wa Mbeya. Hivyo ni kinga gani na tahadhari gani wanapaswa kuzichukua ili waweze kukabiliana na majanga ya moto yanapotokea. Tumeweza kutoa elimu hii katika soko hili la Soweto na tuna imani au tunaamini itazaa matunda chanya kama ilivyo desturi yetu. Kutoa elimu